Karibu mpendwa. Kwa nini unaota ndoto hauna viatu? Kwa nini unaota ndoto uko viatu vyako vimetoboka toboka? Kwa nini unaota ndoto viatu vyako vimevaliwa na jirani yako? Kwa nini unaota ndoto viatu vyako haviko vimechanika chanika? Kwa nini unaota ndoto viatu vyako vya zamani? Hasa wakati mwingine unaota ndoto uko viatu vyako vimevaliwa na jirani yako au rafiki yako. Pendo, nataka nikwambie, kama tunavyoangalia kwamba katika neno la Mungu ya kwamba unapoona ota ndoto viatu vyako vimechanika au vimechukuliwa na jirani au vinatumiwa na jirani, wanatumia umiliki wako wa rohoni. Wanatumia umiliki wako wa rohoni. Umiliki wako umefungwa katika ulimwengu wa roho. Umiliki wako umekamatwa katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana unaposoma katika Luka sura 10 mstari wa 19, maandiko yanasema kwamba nimewapa mamlaka kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu shetani. Mamlaka yako ya kushinda vita vya roho imebebwa kwenye nyayo zako. Mamlaka kushinda maadui wa kiroho imebebwa kwenye nyayo zako. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza ule mstari wa 13, anasema nimeviweka vitu vyote, maadui zako nimeweka chini ya nyayo zako. Chini ya nyayo zako, chini ya nyayo zako. Ndani ya nyayo kuna nguvu ya umiliki katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki. Nifuatilie kwenye kipindi hiki katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu aliye hai. Amen.